Karibuni wapenzi wa Nuru House Channel katika kipindi chenu cha ushuhuda wangu. Leo tena ni siku nyingine ambayo tunakutana kwa ajili ya kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo zimetutokea katika maisha yetu. Leo tumebarikiwa kukutana na Elda Maduhu ambaye tutakuwa naye kwa muda anapokuwa akiendelea kusimulia shuhuda au ushuhuda ambao Mungu amemfanyia katika maisha yake. Mara nyingi watu wanadhani ushuhuda ni ule ambao mtu labda ameugua tu, mtu alikuwa amefungwa au amepata ajali. Lakini ushuhuda ni lile jambo ambalo Mungu amekutendea na katika hali ya kawaida usingeweza kuliweza isipokuwa kwa mkono wa Mungu. Kwa hiyo tunashukuru leo tuko na Elda Maduhu. Elda Maduhu, karibu sana katika kipindi cha leo. Asante sana. Na kukaribisha sana kwa ajili ya ushuhuda ambao tutapenda kusikia ambao Mungu amekufanyia katika maisha yako. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa mambo mengi na mema ambayo anaendelea kututendea katika maisha yetu. Kama ulivyosema, ushuhuda sio lazima uumwe. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anatutendea katika maisha yetu, na kila mmoja wetu yako mengi ambayo Mungu amemtendea, lakini wakati mwingine asijue kama ni ushuhuda, lakini ni ushuhuda mkubwa. Ikiwa kila mtu atapata nafasi ya kusimama na kueleza, yako mambo mengi ambayo Mungu anatutendea katika maisha yetu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza kabisa kutupatia nafasi hii siku ya leo kwa ajili ya kipindi hiki cha ushuhuda wetu. Nikupongeze pia. Amen. Kwa kazi kubwa ambayo umekuwa ukifanya. Kwa wale ambao tumekuwa tukifuatilia shuhuda hizi, kwa kweli zimetusogeza karibu na Bwana. Amen. Ni shuhuda zenye nguvu ambazo zimebadilisha maisha ya watu wengi. Kwenye ushuhuda Bwana Sagati, kuna mafundisho mengi katika maisha unaweza ukayapata. Ni mafundisho makubwa ambayo kwa kweli yanaweza yakakusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Mimi ninaitwa Emmanuel Daudi Maduhu, ni Msukuma. Kuwa katika mji huu kwangu ni muujiza. Haikuwa rahisi. Ndio. Kuwa katika mji wa Dar es Salaam. Historia yangu ilianzia mbali, lakini namshukuru Mungu aliniwezesha mpaka nikajikuta nimefika katika mji huu. Lakini baada ya kufika katika mji huu nilikutana na changamoto nyingi ambazo ni ngumu, lakini namshukuru Mungu mpaka leo amenishikilia na leo niko hapa katika kipindi hiki kizuri cha ushuhuda wetu. Elda Maduhu, asante kwa utangulizi ambao umetupatia hapa mwanzo kuhusiana na namna ambavyo Mungu amekutendea. Na naamini kwamba maisha yako hukuanzia hapa Dar es Salaam. Ulikuja hapa Dar es Salaam ukaanza na mpaka sasa ambavyo Mungu amekuwezesha kuwa hivi ulivyo. Natamani kujua kwamba ni namna gani ambavyo ulikuja Dar es Salaam na namna gani ambavyo Mungu amekushikilia mpaka sasa. Hata mimi nimekufahamu kwamba we ni Maduhu Emmanuel. Baada ya kumaliza shule nilianza kupambana na maisha pale Mwanza, lakini hali haikuwa nzuri pale Mwanza. Sasa nikawa na rafiki yangu mmoja akaniambia, bwana, inabidi twende tukapambane na maisha Arusha. Tutaondoka hapa, kuna kaka yangu yuko Singida. Kwa hiyo twende mpaka Singida kwanza kwa kaka yangu pale, tukitoka pale twende Arusha. Hatukuwa na nauli ya kutosha. Tukawa na nauli ya kudandia na niseme hivyo, kwa sababu tulitoka pale Mwanza tukaingia kwenye treni kwa njia zile za mkato, tukaanza kuzungushana na wale wahudumu kwenye treni, akipita huku na ingia huku ndani ya treni. Tumekwenda na hiyo hali mpaka tukafika Tabora pale tukasimama.
Baadaye alfajiri safari ikaendelea, tukaendelea na huo mfumo wa kuchengana na wale walikuwa wanawaita matiti, nadhani kuna majina yao. Yeah. Basi tumekuja tunakaribia Manyoni, wale wakao wamenishtukia mimi, wakanikamata wale jamaa. Kunikamata wakaniambia, bwana, tunahitaji tiketi yako. Nikawaambia mimi tiketi sina. Umepandia wapi? Tulikuwa na elimu, tumejifunza kwamba ukikamatiwa utaje kituo ulichotoka, ndicho ulichopandia. Basi nikataja kituo cha nyuma yake, lakini mmoja akasema, hapana, huyu bwana tumemuona toka Mwanza, anatuchenga chenga, mara anaingia huku, ukimfuata anapita huku. Kwa hiyo adhabu yake, kwa sababu ametusumbua muda mrefu, inabidi huyu tumshushe hapa polini. Halafu sasa atajua namna ya kufika kula anakoelekea. Maana akasema si anakwenda kijiji kinachofuata, atajua na ni polini, katikati ya poli. Sasa wakati wa mahojiano, yule mwenzangu kidogo alikuwa na umri umetangulia. Akatuona tunafanya yale mahojiano, akaja. Akasema, huyu ni mdogo wangu. Sasa kama tiketi hana atakuwa amepoteza. Sasa yeye kutokana na umri wake hawakutaka kumhoji habari ya tiketi, lakini ukweli ni kwamba naye hakuwa na tiketi. Basi wakazungumza wao katika lugha za kikubwa, wakasema basi itabidi tuwashushe kituo kinachofuata. Tungemshusha hapa polini, lakini kwa sababu umekuja itabidi ashuke kituo kinachofuata. Basi kwa neema ya Mungu tukaendelea na safari mpaka tukafika pale Singida pale, Manyoni pale tukashushwa. Sasa shuka pale tukaenda kwa kaka yake na mwenzangu. Sasa pale tukakaa pale kama wiki moja. Safari yetu tunaelekea Arusha. Hatuna hela sasa, na kule hakuna treni, ni mwendo wa basi. Tunakwendaje sasa? Basi tukakubaliana, bwana, Arusha tutapata shida. Hapa inabidi tusubiri treni ya kutoka Mwanza, tuanze tena utaratibu wetu ule. Twende mpaka wa kudandia, twende mpaka Dar es Salaam. Basi tukasubiri treni kaja hapo, tukapanda tena kwa utaratibu huo, tukafika mpaka Dar es Salaam. Sasa hapa Dar es Salaam mwenzangu yuko kaka yake, alikuwa anafanya kazi maliasili pale. Sasa tunafikaje kwa haraka? Na yeye mwenzangu hapajui hata kwa kaka yake. Lakini kulikuwa na mwalimu alitufundisha shule ya msingi ambaye alihamishiwa hapa. Mwenzangu akawa ana ufahamu kidogo kwamba alihadisia yuko sehemu fulani, tukagundua kwamba yuko Chang'ombe maduka mawili. Basi tukajivuta mpaka tukafika Chang'ombe pale. Mimi Dar es Salaam nimeingia na shilingi 300. Ilikuwa mwaka gani? Ni 2003. Okay. Nikiwa na shilingi 300 mfukoni, ndio pocket money nilioingia nayo Dar es Salaam. Kwenda pale kwa mwalimu, tukafika tukakuta mwalimu amekwenda kwenye harusi. Tukawakuta watoto pale. Basi watoto wakatupokea. Usiku wa saa sita, 7 hivi mama akarudi, ambaye ni mwalimu sasa na mume wake. Akauliza watoto, kwa nini mmelala sebuleni? Akasema kuna wageni. Wageni wa kutoka wapi? Wametoka Bariadi. Wameelekezwa na nani? Sasa mama akataka kureact usiku ule, lakini mume wake akamwambia hapana, subiri kwanza, kesho asubuhi tutaongea nao. Kesho yake asubuhi sana tukaamshwa na mzee. Mzee swali tu la kwanza kauliza, mnaelekea wapi? Nasema tumekuja Dar kwa kaka. Sasa bahati nzuri yule mzee anamfahamu yule kaka yake na rafiki yangu, anapafahamu na ofisini kwake. Basi mzee akatuamsha atupeleke kwa kaka yake alfajiri ile.
tukaamka mzee, tukaenda mpaka pale ofisini. Kufika ofisini akawa bado hajafika. Tukakaa pale mpaka saa 4, taarifa zikaja kwamba leo hatafika ofisini. Tukarudi tena pale kwa mwalimu. Kurudi pale, mwalimu akawa ameenda kazini. Aliporudi mchana, akasema hawa wamerudi tena hapa, kwani tatizo ni nini? Au hawa ni vibaka wanataka kuniibia hapa nyumbani? Basi katika mazungumzo hayo, mwenzangu kidogo alikuwa na umri umeenda, akamwambia hapana kaka, hajafika ofisini, tunaomba kesho tutarudi tena, ili tukamsubiri tu kule kule, hatutakuja tena hapa. Kwa ufupi, kesho yake tukaenda. Kesho yake baada ya kwenda, kaka yake akaja. Alipokuja kaka yake, wakaongea pale. Ilikuwa mida ya saa 8 mchana, saa 8 na kwenda saa 9. Cha kushangaza, nikaona tu wameingia kwenye gari. Nikataka kumuuliza mwenzangu, akanambia ngoja niende nikapajue, nitakufuata. Sasa nafanyaje? Na kule tumeshafukuzwa, mama hataki hata kutuona, naenda wapi? Halafu sasa wakati huo njaa inaniuma kweli. Mfukoni nina shilingi 300, bado sijawahi kuitumia 300 niliyoingia nayo. Basi alipoondoka pale, jua kali, njaa inaniuma, nikafika kwenye mti nikapumzika. Nilipokuwa nimepumzika pale kwenye mti, akaja na jamaa mwingine, naye tukawa wawili tumepumzika pale. Sasa njaa inaniuma. Kwa mbele kidogo nikaona watu wanakunywa nini yale madafu. Sasa kuna muhindi mmoja akaja, akanywa, halafu akakataa ile nyama ya ndani. Sasa njaa inaniuma, nikasema ngoja niende kwa yule bwana, angalau nikaombe ile nyama ya ndani wanaokunywa mimi nile. Basi nikainuka pale, tulikuwa tumelala tumejipumzisha, nikamwacha yule mwenzangu aliyenikuta pale. Nikaenda mpaka pale. Kufika pale, muhindi akanunua dafu, akanywa, akamaliza, akataka wamkokotele, naye akakataa. Mimi nikaomba ile nyama. Yule muuzaji akanikwangulia, akanipa. Mzee, nikala lile dafu, nikarudi kwenye kivuli. Sasa natafakari naelekea wapi. Sina mtu ninayemjua, hata Sagati sijui kama tutakutana mjini hapa. Basi kurudi pale nilipokuwa nimepumzika, akili kanituma niangalie ile 300 yangu. Napeleka mikono mfukoni, 300 haipo. Sasa imekwenda wapi? Nikaangalia pale chini, sioni. Basi akili kanituma kwamba wakati nimelala hapa itakuwa ilidondoka, na yule rafiki yangu aliyenikuta pale ndiye aliyeiokota, na yeye kashaondoka tayari. Inakwenda saa 11 hiyo bwana Sagati. Sasa sina pa kwenda. Akili kanituma acha niende tu, kama wataenda kuniua basi, maana sina pa kwenda sasa. Nikatembea mdogo mdogo mpaka nikafika pale. Nafika tu, mama anatoka shuleni. Mwenzangu tayari kashaenda kwa kaka yake kule. Mama anauliza, wewe bado uko hapa? Akamuita kijana wake mkubwa, akamwambia nenda polisi ukatoe taarifa kwamba kuna mtu ambaye yuko hapa hatumuelewi na tunahisi ni mwizi, na leo ni siku ya 3. Sasa unajua Wasukuma tena na neno polisi, nikataharuki sana. Basi nilichokifanya sasa, mimi nikaingia, nikachukua begi langu, nikaanza kwenda sehemu nisiyoijua. Saa 11 ile na kwenda saa 12. Akili yangu ikanituma niende kwenye soko lolote lile, nikatafute mama yoyote yule nimueleze matatizo nilionayo.
Nikatembea kutoka Chang'ombe mpaka kwenye soko la Mchikichi pale kwa mkuu Ilala kwa mkuu wa mkoa pale. Na yazungumza haya ili kuona Mungu jinsi anavyotutendea katika maisha. Kuna wakati unaweza usione njia kabisa na huna pa kuanzia. Basi kufika pale nikaenda kwa mama mmoja. Tena huyo mama bahati nzuri ni kabila langu, anauza vitenge. Nikamweleza mazingira yangu, yule mama akaniambia, hapana, mimi sina mahali sina sehemu ya kumweka mtu. Nikafeli. Nikaenda kwa mama mwingine, nikafeli. Sasa pembeni kuna mama Mlangi, naye anauza vitenge. Akaniita, kijana, hebu njoo hapa. Nikaenda. Vipi, nimekusikia unazungumza nini? Nikamweleza mama, mimi nimeingia hapa lakini kwa bahati mbaya mazingira yangu ni mabaya hivi na hivi, sina hata nauli ya kurudi nyumbani. Nikipata hata nauli ya kurudi nyumbani mimi narudi nyumbani. Kanambia, sasa tutakwenda nyumbani kwangu. Mimi nyumba yangu haijaisha, lakini utalala sebuleni. Halafu tukiamka tutajua kazi gani utafanya. Sina hata kazi ya kufanya, ila tukiamka tutajua kazi gani utafanya. Mzee, hapo nina wiki nzima sijala chakula cha kutosha. Na sasa na nguvu zimeanza kuniishia. 300 niliyokuwa nayo ilipotea, ambayo ndo niliingia nayo hapa. Na yazungumza haya hususan kwa vijana, tujifunze uvumilivu. Hakuna njia bora kama kuvumilia katika maisha. Na kuna mambo ambayo Mungu anayaruhusu ili kukupika na kukuivisha. Anajua ni wapi anakupeleka. Basi mama akafunga pale shughuli zake, tukaondoka kwenda kwake Mtongani kwa Ziziari. Ndo siku ya kwanza kula ugali na matembele na kushiba ndani ya wiki 2. Maduhu, nilipokuwa nakusikiliza hapa nilikuwa najaribu kuwaza. Mimi nimewahi kupanda treni kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Na nilikuwa najua hali halisi ya kushushwa kwenye kituo labda nyakati za usiku. Nilikuwa nafikiria hali yenu ya usalama ingelikuwaje, lakini pia ulipofika Dar es Salaam rafiki yako alikwenda 300 ikaenda na hauna cha kufanya. Sasa kabla tujamalizia tupumzike kidogo ili tuweze kupata tangazo. Mpenzi mtazamaji wa channel ya Nuru House, tupate mapumziko kidogo, halafu tutarudi kuendelea na ushuhuda huu wa Emmanuel Maduhu. Mimi naitwa Ahadi Sagati. Nuru House Channel inakuletea kipindi cha My Testimony au ushuhuda wangu kila siku ya Alhamisi saa 12 kamili jioni. Kupitia kipindi hiki tutashuhudia Mungu anavyoponya, anavyolinda, anavyookoa kutoka kwenye changamoto mbalimbali za maisha ambazo kwa akili ya mwanadamu huwa imefika kikomo. Hakikisha umesubscribe katika akaunti yetu ya YouTube ili uweze kuwa sehemu ya kipindi hiki. Wapenzi watazamaji wa Nuru House Channel, karibuni tena katika kipindi cha ushuhuda wangu. Leo tunaye Elda Maduhu ambaye anatusimulia namna gani ambavyo ameanza maisha toka Mwanza na safari yake ya kwenda Arusha na hatimaye kuishia hapa Dar es Salaam. Elda Maduhu, utulishia mahali ambapo yule mama Mrangi alikupatia msaada wa kwenda kuishi katika nyumba yake. Baada ya hapo alisema kwamba hajui atakupa kazi gani, lakini aliamini kwamba kuna kitu cha kufanya. Ilikuwaje? Kwanza aliongea mambo mawili, kwamba mimi sina sehemu ya nyumba yangu bado haijaisha, lakini pamoja na hayo utalala sebuleni. Jambo la kwanza hilo. Kwangu mimi nilikuwa nahitaji tu angalau nipate hata sehemu ya kuwa napumzika,
hayo mambo mengine yatakuja. Mungu akajibu swala la kulala kwamba nitalala sebuleni, na mimi nikakubaliana na hilo, nikasema hiyo sio shida kabisa. La pili akasema tutajua cha kufanya, sina kazi lakini tutajua cha kufanya tukishafika. Kumbuka wakati huo wote huo rafiki yangu alishaenda kwa kaka yake, akaniambia nitakufuata. Toka alivyoondoka, kipindi hicho hakuna hata simu amba unaweza kumpigia hata simu, hamna. Basi akawa ameondoka, lakini tulikuwa na anwani kwamba kakaka alikuwa anaishi mahali fulani. Basi tukaenda na yule mama mpaka nyumbani kwake. Kama nilivyosema, ndo siku ya kwanza kula ugali na matembele. Kule kwetu Usukumani yale matembele ni viazi, yani tuseme tu ni viazi ni mbegu za viazi. Sasa huku sasa nikakuta ni mboga. Basi nikakuta pale kwenye familia kuna watoto wa kike 2, na yule mama na mume wake ni mfanyabiashara wa samaki, anatokea mara moja. Basi nikaanza hayo maisha. 11 alfajiri nikaamshwa kwenda kuchota maji. Maisha yakaanza. Watoto wamelala wale wa kike, nikachota maji, nikajaza sehemu nilizoelekezwa, nikamaliza. Kumaliza yule mama kaita mayai akaleta yakachemshwa pale, akaenda kazini, akanambia sasa utaenda kuuza haya mayai, ukimaliza urudi nyumbani. Sawa. Sasa mimi baada ya kutoka yule mama nikachukua yale mayai, tray kama 2 hivi. Kutoka kwa Ziziali mpaka na karibia pale Mchikichini anapofanyia kazi, mimi nimeshamaliza mayai yote. Naenda ofisini kwake, anashangaa. Nikampatia zile fedha. Akanambia sasa uende Kariakoo mwanangu, bado muda, ilikuwa kwenye saa 6 hivi. Nenda kachukue maji ukauze, alafu ukimaliza urudi sasa twende nyumbani. Nikaenda Kariakoo nikafanya kama alivyoelekeza. Kwa kweli niseme namshukuru Mungu. Naweza nikasema ilikuwa sijui ni bahati, sijui ni nini. Kila nilichokuwa na kigusa kwa kipindi hicho kilikuwa kinakwenda kwa haraka sana. Nikaenda nikauza maji, nikamaliza, nikachukua tena, nikauza, nikamaliza, nikachukua tena, nikauza, nikamaliza. Nampelekea hiyo mama kwa msingi wake aliyokuwa amenipa, nikawa na faida ya shilingi 7,800. Wakati huo nyingi. Ni hela nyingi sana. 2003 ni hela nyingi sana. Kampatia mama akafurahi sana. Sasa ikawa ndio maisha yangu sasa. Asubuhi naanza na mayai, baadaye nakwenda kwenye maji. Ikatokea siku moja, lakini nilishamwambia mimi Jumamosi sifanyi kazi. Siku moja akaniambia kuna majirani zetu pale ni Wasabato. Asubuhi ya Jumamosi wewe nenda pale, watakuelekeza kanisa liko wapi ili muwe mnakwenda kusali wote. Basi nikaenda pale. Kufika pale nikamkuta yule mama na mzee ni askari polisi. Tukaondoka kanisani. Wakati tunatoka kanisani mchana, yule mama kanaambia kuna Wasukuma wako mahali fulani, ninaamini wanaweza kawa ni ndugu zako. Inabidi tukitoka jioni nitakupeleka. Yule mama akanipeleka mpaka pale. Tukafika pale, ni Wasukuma wa Sengelema. Tukaongea pale, nikawaeleza kila kitu. Kijana wa pala akasema mimi na rafiki yangu, ngoja niongee naye, anaweza akakubadilishia maisha. Basi akaongea naye yule rafiki yake, akanichukua mpaka kwake. Kufika kwake akanipa chumba cha kuishi ambacho kuna kila kitu ndani. Kuna kitanda, kuna kila kitu. Tunamwambia bwana utaanza kuishi huko. Utakapopata hela utaondoka. Wewe utajitegemea mambo ya kula na nini, lakini chumba cha kuishi hichi hapo. Hiyo ikawa ni hatua mojawapo kubwa sana kwangu, kwa sababu tayari nimeshakuwa na experience sasa ya maisha. Kama yule mama kila siku nampelekea fedha na nini. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu kwa hilo. Basi nikaenda kwa mama, nikamueleza hali halisi yule mama Mlangi. Kamwambia nimekutana na ndugu zangu mama,
Kwa hiyo wamenipatia mahali pa kuishi, naomba niruhusu niende. Mama akaniambia nenda tu mwanangu, hakuna shida. Tunamshukuru Mungu hata haya kwa maisha tulioishi kwa pamoja. Basi nikaondoka. Kuondoka pale sasa, nimepewa kile chumba, nikapambana. Kupambana, nikapanga chumba cha kwangu sasa. Nikatoka pale nikapanga chumba cha kwangu. Sasa rafiki yangu ambaye tulianza maisha kutoka Mwanza na tukasafiri pamoja, aliniambia anaenda kwa kaka yake, halafu atakuja kunifuata. Nikakaa nikatafakari, sema nimeshapata chumba. Hapana. Mimi sitahesabu ubaya ulionitendea. Nitakwenda kumtafuta. Pamoja na kwamba sipajui, lakini nitahakikisha nimempata. Siku moja nimetoka kanisani jioni, nikaamua kwenda kumtafuta kwa ramani aliyonipaga tukiwa kule. Nikapanda basi, nikashuka kituo, nikaenda. Mungu alivyo wa ajabu. Wakati naendelea kutafuta, namuona yule bwana yuko dukani. Vipi? Akashangaa sana. Hapo sasa tumetoka, alivyoniambia atakuja nikuchukue, ni miezi kama 6 hatujaonana. Sasa naniona mimi nimebadilika, nimevaa suruali yangu nimenyosha. Na shati nimechomekea na mkanda juu na viatu. Akashangaa sana. Maisha anayoishi pale kwa kaka yake ni magumu sana. Nikamwambia, "Ise, naomba twende tukapambane." Akaniambia, "Basi ngoja nitakuja nipambane hapa, nimuombe nauli kaka." Ni mtu mzima lakini aombe nauli kwa kaka, halafu nitakuja. Basi akakaa kama siku 2. Nikamuelekeza vizuri, akaja. Nikamwambia, "Usiwaze sana hayo yaliyotokea, na mimi siwezi kukulaumu. Pale palikuwa ni mji wa watu na ni kwa kaka yako, sio kwako. Mimi sikulaumu. Tuendelee na maisha mzee. Naomba tukae hapa, chumba hiki hapa, tuingie mtaani tupige kazi. Achana na mambo ya kukaa kwa kaka yako, kusomba maji asubuhi na nini, tuanze maisha." Akanielewa. Tukaanza kupambana na maisha mzee. Sasa tumepambana na maisha kwa kiasi fulani. Nikakumbuka pale kwenye ule mji ambao tulifikia, mama alituma kijana akalete polisi ili nije nikamatwe. Nikamwambia mwenzangu, naomba twende tukawasalimie pale ambapo tulianzia maisha. Wakati huo tayari nina gari. Nikaenda dukani, nikanunua mchele, nikanunua sukari, nikanunua maharage, nikanunua ndizi, nikapakia kwenye gari. Nikawasha gari mpaka Chang'ombe, maduka 2. Bahati nzuri siku hiyo walikuwa hapo nyumbani, hawakuwa kazini. Kufika tunapaki gari, akaanza kushuka mwenzangu, baadaye nikashuka mimi. Yule mwalimu baada ya kuniona hivi akainama chini. Mume wake aliposikia kuna wageni akatoka chumbani. Alipokuja tukakutana macho, mzee akaanza kulia. Bahati mbaya sasa ni marehemu yule mzee. Mzee akaanza kulia. Kamwambia, "Mzee, usilie. Tumekuja kuwasalimia. Mlitutendea jambo moja zuri sana la kutupokea. Hatukuwa na namna, lakini kwa uwepo wenu hapa mjini mlifanya tuwe na mahali pa kufikia. Kwetu sisi hilo tunahesabu ni jambo kubwa sana, na Mungu aendelee kuwabariki." Nikashusha mchele, nikashusha sukari, nikashusha maharage na vitu na ndizi nikashusha pale. Yule mwalimu
nguvu zikamwishia, yaani amani ikatoweka. Kabidi anyanyuke aende chumbani. Basi baada ya hapo nikamuita, nilikuwa na hela kidogo, nikamuita nikampatia, kaambia tunashukuru, sisi tulikuja kuwasalimia jamani, sisi tuko sehemu fulani tunaendelea na maisha, karibuni sana. Tukaondoka kuja kuendelea na shughuli zetu. Kwa nini nimetoa huu shuhuda? Kwanza kabisa tuwe wavumilivu, tusiwe wepesi wa kulaumu. Halafu la pili, tusilipe ubaya. Rafiki yangu ambaye tulianza maisha tukatoka naye mpaka hapa, alikuwa na uwezo wa kunitetea kwa kaka yake kwamba hatuwezi kumwacha huyu, hana pa kwenda kabisa, lakini aliangalia maisha yake mwenyewe. Katika maisha haya, hebu na tujifunze kuishi kwa ajili ya wengine. Tujifunze kuishi kwa ajili ya wengine. Rafiki yangu baada ya kuwa ameondoka, lakini nilikuja nikatulia, nikaamua kwenda kumtafuta. Mimi ambaye alinitendea mambo ya kuniacha nikiwa na 300 yangu, na kwa kuniacha kwake ile hali ya kufadhaika na 300 nayo ikapotea. Lakini niliamua kwenda kumtafuta na nikamrejesha, na mpaka leo hii bado niko naye. Kwa hiyo nimeongea huu ushuhuda ili kwamba tusilipe mabaya, tuendelee kusonga mbele katika maisha. Kuna mambo ambayo Mungu anayapitisha katika maisha yako, lakini anakuandaa kuwa mtu fulani huko mbele. Ile familia baada ya kunitia polisi, nikaondoka jioni ile kwa mguu na kwenda kutafuta mahali na nini, lakini baadaye nilirudi kwenda kuwapa shukrani. Mioyo ya kuwa na chuki kwa namna moja, walinitendea hivi kabisa, mimi hata salamu siwezi kabisa. Hapana. Mungu alikuwa na kusudi. Inawezekana kabisa kama wangeendelea kunikarimu kwenye ile familia, leo hii nisingekuwa hivi. Lakini kwa namna ya ukatili waliouonyesha, walikuwa wanatengeneza barabara yangu mimi kuelekea katika sehemu fulani ya maisha. Na ndiyo maana Paulo anasema tushukuru kwa kila jambo kwa sababu ni mapenzi yake. Nikiishia hapo kwa leo Sagati. Nashukuru sana Elda Maduhu kwa ushuhuda mfupi ambao umetuonyesha namna ambavyo ulivumilia toka Mwanza mpaka Dar es Salaam, Mwanza Singida Dar es Salaam, na safari ya Arusha iliishia hapo kwa sababu na 300 kupotea. Hamkuwa na nia ya kuja Dar es Salaam. Yes, yeah. Lakini kusudi lilikuwa na kwenda Arusha, lakini Mungu ana mipango yake. Na sasa hivi mimi ninavyokufahamu, na kabla ya miaka hiyo 20 takriban, hata bila kuambiwa, naona Mungu amekubariki. Tofauti na kwamba wewe ni mzee wa kanisa, bado ninakufahamu kwa namna nyingine. Mimi binafsi naweza nikakushukuru kwa namna ambavyo tumekuwa bega kwa bega kusimamisha hii Nuru House, na naamini kwamba Mungu anaendelea kukubariki. Asante sana kwa ushuhuda ambao umetuonyesha namna ya kuweza kuvumilia na namna ya kumtegemea Mungu na namna ya kutokulipiza visasi. Yes, kubwa hilo. Kwa watu ambao wametendea mambo ambayo siyofaa. Asante sana na Mungu aweze kukubariki. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Ndugu mtazamaji wa Nuru House Channel, hivi ndivyo ilivyokuwa toka Mwanza, safari iliyokuwa ya kuelekea Arusha, wakaishia Singida Dar es Salaam, na hayo ndiyo yaliyompata Elda Maduhu, na mpaka sasa anaendelea kuishi Dar es Salaam, na Mungu amemfanikisha kwa namna ya ajabu. Sio lazima kusema kwamba amefanikiwa nini na nini, lakini kwa matamshi yake na kwa kutueleza kisa chake, Mungu ameweza kumbariki sana. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tukubali kwamba Mungu ana wakati wake, tufanye kazi kwa juhudi,
tusikae, tujipe moyo, fanya kile ambacho unakiweza kwa ajili ya maisha ya hapa duniani. Mpenzi mtazamaji wa Nuru House Channel, usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube. Andika Nuru House Channel. Kila Alhamisi kuanzia saa 12 jioni utakuwa unapata vipindi hivi. Karibuni sana na kwaheri. Sina jipya